Tumekutana na watu wa TRA ambao tunafanya kazi hizi kwa ushirikiano, kwa sababu wao wanatutegemea sisi na sisi tunawategemea wao. Tumekutana kwa ajili ya semina ndogo ya kutuelimisha mabadiliko ya sheria za kodi. Haya mabadiliko ya sheria za kodi inatusaidia sisi ili tujue ni nini kimebadilika na nini kimekuwa kigeni, kwa sababu sasa hivi ni mambo ya mtandao. Haya yanatusaidia sisi kufanya, kwa mfano tunaweza tukasajili tini kupitia mtandao, tukapata leseni kwenye mtandao. Hii inatusaidia hata clearance tax size hapa naweza nikaomba kwenye mtandao. Inaturahisishia kuliko ile kila siku unafika TRA. Kuna mabadiliko mengine yana faida. Kwa mfano yale ya kukadiriwa, mtu anayeanza tini anachukua mwaka mmoja ili aanze kulipa kodi. Yale kwa mfanyabiashara mdogo yanaleta impact. Elimu hii ya walipa kodi kuhusu sheria, mabadiliko ya sheria ni elimu nzuri, kwa sababu wafanyabiashara na serikali tunafanya kazi pamoja kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Serikali ikitunga sheria, wafanyabiashara wanatakiwa wajue ili kusiwe na migongano kwenye utekelezaji wa hiyo shughuli. Wakijua na wakielewa, wanaweza kulipa kodi yao vizuri bila mitafaruku. Lengo la mabadiliko haya yanatokea mabadiliko ya sheria kulingana na nyakati, kulingana na uchumi uliopo, kulingana na mambo mbalimbali ambayo yanatusibu katika maisha yetu. Kwa hiyo sheria zinapotungwa au zinapobadilishwa mpya ni kulingana na wakati na zinabidi zitekelezwe kama zilivyo. Kwa hiyo lakini lengo kubwa ni kutoza mapato sahihi kwa wakati sahihi kutoka kwa wafanyabiashara kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu.